tutumikie na kuwajibika. Karibuni katika adhimisho hili la ibada ya misa takatifu. Kwa niaba ya Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mhashamu Yuda Tadei Ruwa'ichi, niwakaribishe rasmi akina mama wote kutoka metropolitani yetu ya Dar es Salaam, yaani kutoka majimbo yanayounda kanda ya Dar es Salaam, Dar es Salaam wenyewe, Zanzibar, Tanga, Morogoro, Ifakara, Bagamoyo na Mahenge. Karibuni sana Dar es Salaam. Washamu sana Baba Askofu Mkuu anawasalimu, anawakaribisha na yuko pamoja nanyi kwa nafsi yangu mimi inayoongoza ibada hii ya misa takatifu, nikishirikiana na mapadri wenzangu, mkurugenzi wetu wa utume wa walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mheshimiwa Padre Vitalis Kasembo, na pia mkuu wa kituo hiki cha hija hapa Mheshimiwa Padre Melchior Kayombo, na fuatili wetu hapa, mwenyeji wetu hapa Pugu. Kwa hiyo mama, karibuni katika kilio cha Pugu ambacho kwetu sisi Jimbo Kuu la Dar es Salaam ndio kitovu au mwanzo au asili ya imani yetu, mahali ambapo wamisionari wa kwanza Wabenediktini walianza kuinjilisha, ingawa katika mazingira magumu, lakini kutoka Pugu injili ikaenea mahali pote hapa Dar es Salaam na hata kushuka hata kusini mwa Tanzania. Karibuni Pugu, tuje na sisi tuionyeshe imani yetu. Karibuni Pugu, ili sisi tukishuka kwenye kilima hiki tuweze kwenda kuwa mashuhuda wa imani hiyo, tuweze kwenda kujenga imani hiyo kwa watu wengine. Karibuni Dar es Salaam, mji mkuu wa biashara wenye nguvu zake na changamoto nyingi, lakini wenye baraka na wenye bashasha na wenye ukarimu uliopitiliza, na mtaweza kushuhudia, pengine kushuhudia tangu mlipowasili siku ya jana. Tunaadhimisha misa hii kwa heshima ya Mama Bikira Maria, mama wa Kanisa. Tumuombe mama huyo atuongoze kwa maombezi yake katika nia yetu, katika safari yetu, ili basi ile nia yetu, sababu yetu iweze kutimilika. Tuna nia zifuatazo pamoja na nia mbalimbali zilizoletwa, lakini basi zipo nia zilizowekwa pamoja. Kwanza, kwa watu wa metropolitani ya Dar es Salaam, tunamshukuru Mungu kwa baraka zake, kwa mahujaji wote kufika salama na kukanyaga ardhi ya Dar es Salaam. Tunamuomba Roho Mtakatifu akamilishe mema yote kwa ajili ya mahujaji wote. Pili, kuwaombea kina mama wote ulimwenguni katika kutimiza wajibu wetu wa malezi ya familia. Wapendwa katika Kristo, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namwongamia Mungu Mwenyezi, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Yesu alipoingia Kapernaumu, kila mmoja alimjia akamsikia akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkewe Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani amezioma. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, tuongozwe tafakari yetu na masomo ya leo kwa namna ya pekee lile hitimisho la Injili linalosema mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Ukisoma Injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya 10 aya ya 10, Bwana Yesu Kristo anasema maneno hayo, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Wapendwa, tunapomtafakari mwanadamu katika maisha yake ya kila siku, tunamwona anapitia katika changamoto mbalimbali. Tunapokuwa katika safari yetu hapa duniani, mambo ya kweli vizuri wakati wote. Ni wazi zipo nyakati za furaha, nyakati za matumaini, lakini pia zipo nyakati zinazokatisha tamaa, nyakati chungu, nyakati ambazo mmoja anapoteza matumaini kabisa. Sasa
Kwa nini mwanadamu anafikia hali hiyo? Je, Mungu amemuumba mwanadamu ili aje kuteseka hapa duniani? Wakati mwingine napokuwa kwingine kwenye misiba, kwa mtu mmoja alipendwa sana amefariki dunia, huwa anakosekana maneno ya kuweza kumweleza huyo mtu kama Mungu anampenda au Mungu anawapenda wanadamu. Nakumbuka wakati fulani nikiwa masomoni nchini Italia, nilikuwa likizo sehemu za Sisilia, kusini mwa Italia, na paroko aliniacha kwenye parokia hapo kwa ajili ya kuwahudumia, kwa ajili ya kufanya utume yeye akiwa amesafiri kidogo. Basi wakati wa utume wangu huo alifariki baba mmoja wa familia, kijana miaka 40 kati ya 40 na 45, lakini kijana. Na kwa wenzetu miaka hiyo kwa kijana kweli, anasubiri kijana hasa. Mimi na zile taratibu za Kiafrika katika jirani na kanisani hapo naitwa padri. Basi siku umetokea mfariki nyumbani kwa ndugu zao, kufariki kama mfanye nyumbani kwa sababu kafiri mwili unabaki nyumbani kwa ajili ya kujiandaa kwa mazishi kwa pekee mochwani kama mfanye nyumbani. Nikaenda jioni au viongozi tuwasalimie kwa pole wala neno la faraja. Nilifukuzwa. Yule mama ambaye amefiwa aliponiona akaniambia, sitaki kumuona huyo padri. Wanakwambia siku Mungu anatupenda, Mungu anatupenda, anatupenda namna hii. Anatuchukulia wapendwa wetu tu vijana namna hii. Niondoka nielewa. Lakini kwa sababu ya kuandaa mafundisho kote yake kuelezea maana ya upendo wa Mungu, nilisimama hapo tu. Nilichukua yale mahangaiko yake na huzuni yake, nikaja kuelezea tunafanya ibada ya misa ya mazishi ya siku iliyofuata. Si rahisi kupokea hali ngumu, kupokea jambo linaloumiza, linalochoma. Na mara nyingi tunapoteza imani. Mara nyingine tunasababisha hata kumlaani Mungu au pengine kutaka kuasi na kutafuta namna nyingine ya kuweza kujikwamua. Lakini katika wazo langu, kwa nini mwanadamu anapitia katika mahangaiko na mateso? Ni kweli Mungu amemwingiza mwanadamu katika mateso hayo, katika mahangaiko hayo. Turudi katika somo la kwanza tulilosikia leo hii kutoka kitabu cha Maombolezo. Somo ambalo linatuonyesha watu ambao wako katika nyakati ngumu, wamekata tamaa, wamepigwa kila mahali, ni kama wamepoteza kabisa hata uwepo wao katikati ya watu. Msikia wazee wa Binti Sayuni wameketi chini, unyamazana kimya, wametupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wamejivika viunoni nguo za magunia. Wanawali wa Yerusalemu huinama vichwa vyao kuelekea nchi. Macho yangu yamechoka kwa machozi, mtima wangu umetaabika. Ini langu linamiminwa juu ya nchi kwa uharibifu wa binti ya watu wangu, kwa sababu watoto wachanga na wanyonyao huzimia katika mitaa ya mji. Wao wauliza mama zao, zi wapi nafaka za divai na divai? Hapo wazimiapo kama walijeruhiwa katika mitaa ya mji, hapo walipomiminika nafsi zao vifuani mwa mama zao. Nikushuhudie nini? Nikufananishe na nini, binti
Yerusalemu, nikusawazishe na nini nipate kukufariji, Bikira binti Sayuni? Kwa maana uvunjifu wako ni mkuu kama bahari, ni nani awezaye kukuponya? Wamepigwa kila upande, wamenyang'anywa pengine sifa yao, mahangaiko kila upande. Lakini kwa nini wafikia katika hali hii? Je, Mungu ndiye aliyoleta katika mahangaiko haya? Mbaya mmoja ndio Masa wale wa Warumi wale. Ndio ndio Nyarwanda waliaga mmoja jina yao urudi nyumbani. Mfumo ni tu basi, mfumo ule. Ile salama kwa kuwa safi kabisa ndio kutoka ajali. Wanatambaa. Baadhi yao wanafariki. Wakombe kwa kingine kwa nini umearuhusu? Sio kwa mbinguni. Sasa kwa wana mbinguni. Sasa wanachukua zao mbinguni, wanamgeukia Mungu kwa nini umearuhusu? Mungu wewe. Nakusoma nicheza moyoni. Kwa nini umearuhusu? Lakini wanadamu aioni tena nafasi ya Mungu, aone tena upendo wake, aone namna yeye aliposhiriki kuingia katika maswaibu hayo. Mwenyezi Mungu ni mkamilifu, Mwenyezi Mungu ni mwema. Nasema Mungu ni mwema kila wakati. Ni kweli, kila wakati ni mwanadamu katika ukengeufu wake, ni mwanadamu katika kiburi chake, ni mwanadamu katika kutumia vibaya uhuru wake, ndiye anajiingiza katika mahangaiko, anajiingiza katika mateso. Hata magonjwa tunaeleka kufanya kuhusu korona, ni Mungu alileta. Kusema wakati wa korona jambo hili ni vizuri sana. Sio mama zangu niliona wakati wa korona, na baada ya hapo kwa kama hivi itapita, tutashuhudia kwa mamangu mtandao nimemwona na fulani. Sijui kama mnakumbuka vizuri, nifuatilia kwamba hakukuwa tena na kesi za kichocho. Tunakumbuka? Sasa kwa ndio sasa hivi. Kwa hiyo kichocho kinaitwa na Mungu, kinaitwa na uchafu wetu sisi. Sio ndio tunachotaka kusema. Kwa wanadamu wanapoingia katika mahangaiko, katika mateso, ni yeye mwenyewe amepinda njia ile njia ambayo tukifuata, njia halisi, njia ya ukweli, akaitafutia njia yake, amemwacha Mungu wake, akapata njia yake, unajikuta anaingia katika mateso na mahangaiko. Na ndio wanaokuta Waisraeli katika wimbo wa maombolezo na kuimba, ni baada ya wao kukataa kumsikiliza nabii Yeremia. Amewaambia, sikia masomo haya hivi karibuni. Wakati mwingine wakawa wanapotea, wanajifanya kwenye haki, anajifanya anajua ukweli, anajifanya mtu wa Mungu. Tuendelee kulowea, tuendelee kubaki katika uovu wetu, tuendelee kula raha, honga maisha kuko. Kwa nini? Tule mpaka mbuzi, mpaka kuko nini? Naitwa tukaangalia hawa Waisraeli, tukasema kwa kweli Waisraeli walijiingiza katika hayo, watu walalamike wapata uwezo wao. Je, mwelekeo huo, mwenendo huo hatuoni katikati yetu? Namna ambavyo tunaopokea ukweli wa neno la Mungu, namna ambavyo tunajiweka mbele ya Mwenyezi Mungu, tunajiridhisha kwake, ina
leo hii, angalia familia zetu. Wakati mwingine kina mama, hii ni shida ya binadamu kawaida, na nataka nigusie kidogo hapa. Ukikosewa au ukitendewa jambo baya, mara nyingi jiangalie wewe umeshiriki vipi kusababisha kutendewa jambo baya. Ninalia vijana, wakati fulani vijana walimpiga mwenzao, kesi karibia, yule alipigwa akaendelea. Sasa kabisa kesi moja. Naomba kitu moja. Pamoja na yote lakini wao hawana amri juu ya mwili wangu. Nikamwambia ndio, hakuna mtu mwenye amri juu ya mwili wake. Lakini wakati wa kupiga kwa sababu si kichapa. Lakini unaonekana mambo pengine utuchia kitu fulani. Turudi tuangalie nafsi zetu, tuangalie maneno yetu, tuangalie namna ambavyo tumeitikia kutimiza wajibu wetu kama mama katika jamii. Je, hakusababishi taabu na mahangaiko tunayoona pengine katika jamii yetu leo hii? Na hivyo tunaona kwamba kweli Mungu hausiki na kuleta uovu katikati yetu, bali ni sisi tunapoasi, ni sisi tunapokengeuka, ni sisi tunatafuta njia zetu na kuiacha njia ya haki na kuiacha njia ya Mungu. Upi mwaliko wa watu wanaopata kutoka kwenye maombolezo kuanzia mstari wa 18. Mioyo yao ilimlilia Bwana, ukuta wa Binti Sayuni, machozi na yachuruzike kama mto mchana na usiku, usipate kupumzika, mbone jicho lako isikome. Inuka ulalamike usiku, mwanzo wa makesha yake. Mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana, uinulie mikono yako kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa, mwanzo wa kila njia kuu. Ni mwaliko mzuri sana tunaopewa akina mama leo hii. Angalia watoto wako wanaozimia mwanzo wa njia kila siku. Na wale ambao wanahangaika, wale ambao dunia inawatesa, inawapiga kwa namna mbalimbali, wale ambao dunia inawanyanyasa, inawachekecha na kuweza. Wengine wameshikwa na teknolojia, wengine wameshikwa na starehe zilizopitiliza, wengine wameshikwa na mambo ya kisiasa, wengine wameshikwa na uchumi ambao si wa kujenga bali ni wa watu. Tunawaona wanaendelea kuuana na kufa kila siku. Wewe mama, unaambiwa leo hii usichoke kuomba, usichoke kulia, usichoke kumwendea yeye ambaye anatupatia uhai kisha atupatia tena, ambaye ni Kristo Yesu. Tutapewa mfano wa huyo mmoja ambaye analilia uhai au unafuu wa mtu wake. Kwenye somo la Injili tunamsikia huyo akida anamwambia Yesu kwa sababu kuna mtu mgonjwa nyumbani kwake anataka apone. Hebu wakadhaa ya kuangalia hiyo safari anayoifanya kumwendea Yesu. Jambo la kwanza ni kuguswa na mahangaiko ya huyo aliyemwacha nyumbani anayeteseka. Bwana
mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anauma sana. Mama anaalikwa kuwa na jicho la kuangalia mateso na mahangaiko ya mtu aliye na tegemeo kwako, mzako wa ndoa, watoto wako, hata watumishi wako nyumbani. Katika mahangaiko au magonjwa ya kiroho, katika mahangaiko au magonjwa ya kimwili, lazima kwanza uwe na jicho la kuona, uwe na hisia, uwe na mguso. Maana kabla lazima uondokane na ubinafsi, uondokane na kujitegemea wewe. Pengine hata mume wako ndio anayekuhangaisha, analeta matatizo nyumbani, muone kama mgonjwa, muone kama mtu ambaye anahangaika. Unapaswa kwa mwaliko ulie, usichoke, ukeshe kila siku kwa ajili ya kurudisha katika utimamu wake katika maisha yake ya kiroho. Mlete kwa Yesu, mkabidhi Yesu, atampokea na atamponya. Sio maneno yake kama amekuja ili kutupa uhai na kisha nao nini? Watu wengi wanaohangaika, pengine wanaominyana na dunia ya leo, wanaoutwa na hii kinachoitwa cyberbullying. Teknolojia inakuwanyanyasa, inakuwatikisa, inakuwapa mambo ambayo pengine inazidi uwezo wao. Lazima uweze kuona mama. Pili basi umlete kwa Yesu. Hiyo ndio wajifunza ni imani. Imani. Hakuna Yesu nini tu. Alisikia habari zake. Alisaidiwa na Mungu yake. Alitambua uwezo wake ni nini. Imani iliyo thabiti. Uwe na imani. Ujiaminishe kwa huyo ambaye anaenda kumuomba kwamba atatenda. Tatu, tunaona anapoambiwa nitakuja nyumbani, anajinyenyekesha. Hapana, usije kwangu. Mimi ni mtu ambaye anaelezea uwezo wake na nafasi yake katika jamii na watumishi katika kuenda huko na kadhalika. Wewe sema tuneno, mtumishi wako atafanyaje? Siende kwa Yesu tuko tumebeba sifa zetu, tumebeba umaarufu wetu, tumebeba kujulikana kwetu. Wewe kunyenyekeza, nikija watoto wadogo watakaye kupokea kile ambacho atakupatia, kile ambacho atakifanya. Kuitikie kama Bikira Maria, mimi mtumishi wa Bwana na iwe kwako kama ulivyo nena. Timiza Mwenyezi Mungu, fanya kile ambacho unataka kukifanya katika maisha yangu, nami nitakupokea. Wapendwa, tuko Dar es Salaam kwa safari ya hija. Kwa pande moja inaonyesha au ina lengo la kuimarisha umoja wetu kama akina mama katika metropolitani yetu ya Dar es Salaam. Tufahamiane, tuishi pamoja, tushirikishane. Lakini vile vile hija ni safari ya kiimani. Ni mmoja anayetoka mahali fulani kwenda kumuona Mungu, kumtafuta Mungu. Ni ishara ya safari yetu ya kiroho kuelekea mbinguni, kutafuta Mungu.
Na niwapongeze viongozi wetu wa watu kule Dar es Salaam ambao wameona kwamba safari hii ianzie hapa Pugu, ifunguliwe hapa Pugu. Na nimegusia pale mwanzoni, Pugu pana maana gani katika jimbo kuu la Dar es Salaam? Kwa imani ilipandwa hapa, ilikuzwa mahali hapa na ikaanza kuenea mahali pote. Kwa maana tunakuja Pugu ni kama tunakuja kuichukua hiyo imani, kujimarisha katika imani, ili tuweze kwenda kuwasaidia na kuwaganga na kuwainua watu wengine na kuwa faraja kwa ajili ya watu wengine. Ni imani ndio iliyowaleta mahali hapa. Tunapokuja mahali hapa, tunaposali pamoja, tunaposhiriki matukio mbalimbali ya kiibada, yawe kwetu kama sehemu ya kukutana na Kristo na kumwambia mtumishi wangu, mume wangu, rafiki yangu, mtoto wangu, jamii yangu na kadhalika na kadhalika, ina shida hii na mahangaiko haya, lia, omboleza bila kuchoka, ili uwepo wa Mungu uonekane tena kwa watu wote kupitia sala zako. Na Mungu atuongoze katika hilo, na safari yetu ya hii ya siku 2-3 hapa Dar es Salaam ituimarishe katika imani yetu, na kwa kurejea kwa mambo yetu, basi tukawe chumvi, tukawe mwanga wa imani kwa ajili ya watu wetu, Wakristo wenzetu, lakini hata kwa ajili ya watu wote. Niwaalike na mama, tuwalete watoto wetu mahali hapa, tuwalete wenzi wetu wa ndoa mahali hapa, tuilete parokia yetu, jimbo letu tulilete hapa, tulete taifa letu. Ndugu zangu, kina mama, tumejeruhiwa sana, limehangaishwa sana, bado halijatumia vizuri. Tuliombee kwa dhati, tulie kwa ajili yake. Maombolezi tumeambiwa msichoke, lia mchana, lia ukikesha, mpaka pale ambapo Mungu atatugusa, mpaka pale ambapo Mungu ataturudisha uhai, na Kristo atuthibitisha kabisa kwamba amekuja kwa ajili ya kutupatia uhai, na tutakuwa na huo uhai tele. Basi tunamuona Kristo na tunapata huo uhai, na huo uhai unakuwa ni wa kudumu, unakuwa ni wa milele kwetu sisi na hata kwa watu wote ulimwenguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hii ni safari yetu ya imani ambayo tunakiri sote katika Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu niwaalike sasa tukiri imani hiyo kwa pamoja, tukisema nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli,
Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa umbo wa Yesu Kristo Bwana wetu. Baba Mtakatifu wa 14, Askofu Mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi, Askofu Msaidizi Henry Mchamungu, maaskofu wote, wakleri wote, mapadre wote na watawa wote. Mungu awatie nguvu zaidi za kulitumikia kanisa na watu wake. Tunaombea viongozi wetu wa nchi. Mungu awajalie hekima na busara ili
milele na milele. Kwa njia yake majeshi ya malaika husujudia adhabu yako, wakifurahi daima na milele mbele ya uso wako, na kusihi ukimiliki kinyume nao kwa wingi wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe: Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tukutolee vitakase, upende kuvitakatifuza na Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe siku alipotolewa alitoa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega, awapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili
Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya Mwanawe aletaye wokovu pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii hai na takatifu, na kuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye unataka kutuliza kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotoa nguvu mwili na damu mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenyewe mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, uwe kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiria hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu ndani ya Askofu Mkuu Thaddaeus Ruwa'ichi, hasa msaidizi wenu cha Mungu, pamoja na askofu wote, wapendwa wote na watoto wanaofanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sasa jamani iliyoita hapa mbele yako, Baba ulinga katika huruma yako wakusanye kwako wana wote wanaoishi kote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na watolewa dunia kupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote,
na walio Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawaachia, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Upende kujalia wanaoza kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Bwana
kupokea sakramenti ya mbinguni, tunakusihi kwa huruma yako tujalie sisi tunaofurahia kumbukumbu ya Bikira Maria mwenye heri, tuweze kuiga huyo Bikira katika kulihudumia vyema fumbo la ukombozi wetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Namba ya kutosha kidogo, karibu watu 100 hivi watapokea kanisa takatifu, lakini basi kutokana na ile tulioambiwa na kwanza ya walioshiriki, naona imezidi sana, kwa karibu 10 kwa wingi. Bwana